Appreciate the keyboardist. If there is anything that we normally complain, is when the instrument are not in the line. It really breaks the flow. Now when the instruments are set, it brings automatically breakthrough in everything you are doing. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu patie Yesu makofi na vigelegele. Our Father who art in heaven, we are so humble for another beautiful Sunday. You have given us life, and we celebrate the King of Glory. May you speak to us in your word. It is your mind. It is the light of our feet. It is the direction of our destiny. In Jesus' name. Praise the Lord. Pastor, just before you sit down, I'm sorry I'm rushing again. You know, the ministry has grown. And we cannot afford to not doing the will of God. 1 John 3. Verses number 1. 1 John 3. Tuko pamoja? Nataka tusome aya kwanza. Praise the Lord. Amen. Repeat again. Tazameni jinsi Mungu ametupenda. Then we are called the children of God. And true, we are the children of God. The world does not know us because they did not know the one we know. Lift up your hands. Thank you for your word. May this word reach us and lead us to the love that you've created in our life. In Jesus' name we pray. Naomba keti. Nataka nifundishe kwa ufupi utaua. Utaua ni kitu ya maana sana katika nyumba ya Mungu au katika watu waliookoka. In the letter of John is talking about love. This righteousness of God leads us to love. And John make a very, very strong statement about it. No one who lives in him, in God, keeps on sinning. Anybody who confess and born again, who want to live in the righteousness of God, the Bible says you cannot live in the righteousness of God and you keep on sinning. Number two, no one who continue to sin
has known the Father who is love. Oh, let me put it again this way. No one who continues to sin has either seen him or known him. Because, listen carefully, dhambi inatuzuia tusione Mungu. Na Biblia inasema ya kwamba hakuna ule anayeendelea kutenda dhambi atamwona Mungu wala amjue Mungu. Maana dhambi inaleta kando, inatuweka kando na Mungu. Sin separates us from God. If you keep on sinning, you are putting God away from you. The one who does what is sinful, the same book says is of the devil. So when we sin, now we have removed ourselves from the children of God to the children of the devil. So you cannot sin and confess to sin to know God, because sin separates us with God. Sin will make us not to know the God we serve. Because sin will make us to run away from God. Sin is of the devil. No one who is born of God will continue to sin. You can read verses 6 about sin and verses 8. Verse 9 says, no one who is born of God will continue to sin. Yes, don't say this statement. Sin separates us from God. It's the statement that John has made. What sin makes us will put us separate from God. And John said something very powerful here. If we claim to be without sin, we deceive ourselves. John 1:8. First John 1:8. If we deceive ourselves, if we claim we have not sinned, we make God a liar. Are we together? We are trying to tell God, you know, God, you are not true of what you are saying about your word. And John said we are making God a liar if we claim not to have sin and we are sinning. We make God to be a liar. That is First John 1:10. So how can we explain this paradox? Let me teach you kidogo. There is what we call sin of wickedness, and sin what we call willful habitual sin. Amen. Let me teach you something. You have to be very careful. Kama tunataka kwenda mbinguni, brothers and sisters, let's be serious. Let's be serious in this salvation. Kuna ile dhambi ya unafanya kwa udhaifu, yani udhaifu yako tu. Let me give you an example. Unaanza tu kunena maneno ya laana kwa mtu au kusengenya mwenzako. That is a weakness. Umekaa tu unasengenya.
dhambi ya udhaifu. Na kuna kile tunaita willful. Emogi ni yono. Dhambi unatenda ukijua. Unatoa huko, unajua kweli unatoa huko. Nenda uongo ndio nikakabila hivyo hiyo. Na hiyo tunaita haki, ni tabia, yani mazoefu umezoea. Ilama inajisho. Umezoea udanganyifu. Ilama inasema ni yote. Umezoea kula hiyo kidogo unakula peke yako kabisa. Na emogi na ormo aulamo. Na hiyo inaitwa dhambi ya uzoefu, maana umezoea. Na umewe kitu emogi hiyo. Dhambi haikustui tena unapotenda. Mungu atuhurumie sana. Amen. Baada mtakanda baba. Jana baba. Tabia. Kwa na Yohana akasema anayesema sina uongo, anasema sijatenda dhambi, anamfanya Mungu kuwa muongo. Ndio Yohana wale ndio maana Mungu nile anajua. So let's separate this. Neo madhara namba. Sin of wickedness. And willful habit of sin. Let me give you a good example that will make you to laugh. An eagle can dig his wings into the mud, but he's still an eagle. An eagle can go where the water is, mahali matope iko, na aweke inaitwa nini? Mabawa kwenye matope. Lakini yeye bado ni is still what? Are we together? Yes. He's still an eagle. Hajachange jina. Hajachange character. He's still an eagle. But he's an adult eagle. Wacha kibiri kwa yeye leo ndio wanasikia vizuri. Bado yeye ni eagle. Lakini ni eagle aliyochafuka. Ile mawingu hiyo mabawa yake imejaa matope. Bwana Yesu asifiwe. The same with us. The same with us. We claim to be members of Faith Evangelical Free Church Mission. Born again with a fire bishop and fire pastor. But still in our life we are still doing some sin that are not making us to see God. Bwana atuhurumie sana. Amen. Nasema Bwana atuhurumie sana. Another man may have seen of weaknesses. But still a righteous man or a righteous woman of God. And it is because of the grace of God. You are living today because the grace of God is holiness. Ni neema ya Mungu inatushikilia jamani. Maana jamani Mungu angetuadhibu kulingana na matendo tunayotenda. Mafikirio tunayofikiria. Kuona tunayoona. Hakuna yeyote angemwona Mungu. Lakini kwa neema yake ametuhurumia ili kwamba bado tunaishi. Atupe nafasi tumrudie. That's how God is. Maybe John might have in his mind. Walimu ambao wako walimu wazuri kama kina Jezebel. They were not good teachers. They were not in the right way. They who will claim to be special. Also maybe followers of God, but they are not. You can read Revelation 2 because Revelation 2:20. We are still in John. John is a man. The whole context of this is love. Revelation 2:20. Kuna
koikoni piitengenisho nitapong'oo sikala ine metaasa mbaa eloloito neinos indaiki naatopolosokaki nkitanyanyukot. Wow. Read again. Kake amen enaleyie nchere itabala yie ina kitok naji Yezebel naitae kewan enkoikoni piitengenisho nitapong'oo sikala ine metaasa mbaa eloloito neinos indaiki naatopolosokaki nkitanyanyukot. But I have this against you, that you tolerated with the woman Jezebel, who called herself a prophetess, and she teaches and lead my bond servant astray, so that they may commit acts of immorality and eat things sacrificed to idols. This is the picture what John is talking about. There are people who came and taught people the wrong doctrine, claiming to be knowing the spiritual thing, the teaching of God, claiming to be followers of the God we serve. But at the same time, they are ruling people to feed immorality, to do things that are not good of God. So God is pointing a finger to John here. I have this against you. You tolerated. In other words, you compromise. You did not want her. You do not show her teaching the wrong doctrine, which leads people to do immorality, that will chase God from being in their midst. So I have against this. And the whole context of this letter is the love of God. It's how God has loved us. Praise the name of the Lord. So God was pointing a finger. It's like God is telling a pastor, no, I have this against you. There's a full program you have allowed to come to keep my children, and some have gone to astray. Some did immorality. Some went and even eat things that have been worshipped to the devil. So the bigger is, I'm telling you, you teach people the right thing. Teach people about the love of God. In 1 John 3, it's the whole context of love. The document letter of this letter is love. Anybody who loves God cannot sin. If you love God, you don't sin, you don't not do sin because you hate sin. You don't do sin because you love God. And the love of God will always hate sin. Glory. Praise the Lord. Amen. You can never sin against the one you love. Bwana mpende mke wako. Mama heshimu. Maana heshima inaunganisha upendo. Na kama kuna heshima kuna upendo. Heshima automatically inaleta upendo. So if I love my wife, it's an automatic thing. Heshima itakuwa. So unapoheshimu Mungu, hiyo ni ishara ya upendo. Anybody who loves God cannot sin. You love God, that's why you don't sin. Sitaki kumfanya mpenzi wangu akasirike na mimi. Unasikiaga wanasemaga nimekupenda. I shall not do this to you. Na unaapa mbele ya Mungu. Unajua sitakupenda sifanyi hivi. Mungu ashuke na amfanye kazi. Na akifanya
Mungu atuhurumie. Baada ya soma kwa mimi. Naona jamani niwaambie. Lakini tusiache kucheza. Na unasema Mungu ni mshahidi. Anamtendea Mungu akishuka. Atakwambia ulifanya hii na hii. Unasema Mungu ni mwema. Mungu akishuka. You know what time God can come down. Unamwambia Mungu anajua. Jamani tuko pamoja. Na unainua hii kidole. Ile ya thamani ya kazi. Mungu anajua. Kama mimi nilisema. Na Mungu anaweza kukwambia. You know tarehe 14. Mwezi wa 5. Mkikaa mahali fulani na fulani na fulani. Mkiongea juu ya sadaka. Sasa kusema Mungu ni sababu tunajua. Ile ndio utaifa. Na unamwambia unajua upendo inafanya tusitende mambo mabaya. Inafanya usikosee unayempenda. Inaandikwa anasema baba. Mkono yake ulisema baba. Na sauti sema baba. Ninayopenda pasipo kujua. Naomba unisamehe. Shuka Roho Mtakatifu. Ingia ndani yangu. Tenda kazi. In the name of Jesus. Somebody shout hallelujah. The whole context of tree joy is love. The dominant of this letter is love. The Bible says we should love one another. Aya 11. Love one another. Brothers, love one another. Sisters, love one another. That is the context. Penda mwingine kwa mwingine. Na leo naomba watu wapendane. Mungu alete neema upendo. Leo washirika wapendane. Leo wadada wapendane. Leo wandugu wapendane. Maana Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa upendo. Mungu anasema unawezaje kusema unanipenda na nduguye au dada yako unayemwona na mimi hujawahi kuniona? Nihubiri leo mmejaa kanisa. Nasema unawezaje kusema kama sipendi sakafu ambayo ninamuona, nitawezaje kupenda Mungu ambayo masikio tu kwa neema? Ndio unaona nasema kama umekosa neema ya kupenda ule ulimuona, hata ule ambao hujamuona hautaweza kumpenda. Silent in the court. Silent in the church. Unawezaje niseme na kwa kupenda kazola alafu nasema Mungu anakupenda. Mungu anafanya kidole tangu kwanza. Kama hujakuja hele, kama hujanipenda, na nataka nione price hapa. Ndio kwangu. Amen. Na mimi ni washirika wa faith. Hata mkipigana ya sokoni Jumaa. Unasema na ni fulani. Na ni mshirika mwenzako. Wewe unasema sister how are you? Maana kuna kitu upendo imepungua. I pray today may the Holy Ghost release an anointing of God upon somebody life. Somebody shout hallelujah. Upendo inasema inasitiri wingi wa dhambi. Sio kule tunaandikiana nguo. Maana kuna upendo. Ana upendi mwenzako.
inatoka. Inafunua uchi. Mungu leo atilie neema. Aweke upendo ndani ya watu. Tupendane, tutumikiane, tuinuane. Maana Mungu tunayemtumikia ni Mungu wa upendo. Sema haleluya. Upendo. Mungu anasema, naweza kukulikana. Na brother yako. Na sister yako. Ambao unakaa naye. Au mpenda. We should love one another. Aya 10 inasema, anyone who does not love their brother and sister is not a child of God. Yona kaandika hivi. Anyone who does not love a brother or sister is not a child of God. Soma aya 10. So Baba soma sana leo. Tena idimi arodolinjere tena idimi arodolinjere na kwa hivyo tutaweza kuangalia kai watoto kama sasa inafahamu. Kwa hivyo leo tutatofautisha wana wa Mungu na nani na arodolinjere shetani na kwa shetani ni nani. Wale baba kina ile mesa na shiagino na malengai chochote ambaye atendaye asio paswa zaidi, huyo si wa Mungu. Hata huyo asiyependa ndugu yake au dada yake, hivyo ndivyo si wa Mungu. So, wacha tuulizane swali. Do you love your brother? Do you love your sister? That is the measure that will distinguish the children of God and the children of the devil. So leo tutakwenda na homework. Kuna wangapi wa wana wa Mungu? Nauliza kuna wangapi wana wa Mungu hapa? Ambao wanajawa na upendo. Naomba kwa jina la Yesu, hiyo upendo ionekane kwa matendo. Sema haleluya. Tupendane jamani. Inajenga kanisa. Upendo inashikanisha. Upendo inafunika uchi. Upendo inawatia wengi. Kaka kipitia magumu. Ndugu kipitia magumu. Tutembelee. Hiyo ndio wito wa Mungu. Kwa hiyo anayesema oh my God. We know we have passed from death to life because we love each other. Sema haya kumlimi because of time. Tunajua ya kwamba tunatoka kwenye kifo tukaingia uzima. You know, what qualify you to get out of death? Is the love of your brother and your sister. That will guarantee eternal life. Amen. Kuja sikuwa na upendo. Hapo ndani ya kitu. Hallelujah. Amen. Baada. Weka Kiswahili. Ule ambaye hapendi hapo katikati ya mauti. Kwa hivyo leo mtu anza kuinua temperature. Kama uko na upendo. Naomba kama baba yako leo. Uanze kuinua temperature. Kama upendi watu. Uko katika nini? Kifo. Unajua msomaji maandiko? Yohana ameandika upendo hapa. Anyone who does not love remain in death. Sisi tunajua ya kuwa tumepita toka mautini kuingia uzimani. Kwa maana tuwapenda Mungu. Yeye asiyependa akaa katika mauti. Hiyo ni kitu simple. Ndio inaeleweka. Ndugu zangu, kuna dhambi ya kupita kwa urahisi. If you want to overcome sin, love your brother.
qualified. Love your sister and you are qualified to overcome death. Simple as that. Hata sinaisha. Unakula sukuma. Unakunywa maziwa mala bila kuweka sukari. Hiyo vitu zinaisha. Chakula kingine utakuwa unakula. Maana unajua ugonjwa mwingine ni kwa sababu unakosa kupenda. Ukiona watu wagonjwa ni watu wanapenda watu. Unataka wazika, unataka walevi. Najua mimi nikipitaka bibi na mkuu baka walevi, baka hata ule kinambanga ule aoni amekuwa mpaka sauti anashikana netwa anasema huyo ni bishop na ninanyamaza anasema bishop usinyamaza nani naongea nika hapa maana najua ninawapenda akikuta kwangu lazima hata sisi wengine watu walicheka mwingine jamaa wapatia loloso hii walikaeta na walefu wasimu hapa bizi akaona gari anapita saluti sasa anacheka nikajaribu kuwafaita akakimbiza mpaka akapanda ila ndo mpaka wamasaka sana lakini mtu anapata mwenzake na ni mwilefu nikaambia unataka nini sasa nacheka nini akasema ninakufa na njaa nikamwambia nimegundua siri yangu ni njaa nikamshika mkono nikapeleka shuleni nikamwambia nini huko nikasemekana iko matumbo nikamwambia kata chapati mbili sasa matumbo maana alikuwa anataka pesa akasema si nyama nikamwambia hata matajiri ndio wanakulaga matumbo nikamwambia jaza matumbo upendo wa Mungu na nikitu hata mjinga hata mchawi atakupenda na they cannot do you anything. Love will always supply. Love will bring a favor. Tukamalizana akasema umeniweza yeye nimeweza upendo na unajua ngoja niwaambie ndugu zangu upendo ni kitu kwa jinsi Mungu akaupenda ulimwengu akatoa mwanake wa pekee. And that's why I say that whenever there is love there is giving. Anytime there is love there is giving. Love will always push and give. Kama upendi ndugu yako uko katikati ya mambo, maandiko ya Mungu yanasema love is very important. Penda tu ndugu yako bure. Ndio italeta washirika kwa kanisa. Amen. Na unajua why we are not winning people because we have lack love. Upendo unatufanya tusilete watu kanisa. Love them the way Christ. Yesu alikuja kwa sababu ya upendo. Praise the name of the Lord. Amen. So the Bible says, anyone who does not love remain dead. Anyone who hates his brother or sister is a murderer. Verse 3. Kila amchukiaye ndugu yake ni muuaji. Nanyi mnajua ya kuwa kila muuaji hana uzima wa milele ukikaa ndani yake. Anybody, unajua, you know the word of God. Yala ndio na kibala. You hate your brother. Imbala lasha ndo. You are murderer. When muuaji. Muuaji. Equal to somebody who have killed another with a knife. Ili sio leo kumanya wale gari angalema ameva. A murderer is a murderer. It does not matter how you murder. The thing is, you are a murderer. Whether you suffocated, whether you give
umeishwa na sumu, wala umeua na kisu. Murder is murder. Hello? Murder is murder. Whether you give it kwa kutubia, that's the Bible says murder. Na maana unajua kazi yote ya murder ni haki. Au kufupa vile. Aina mambo ni. So in charge. For murdering so. So the penalty. Wewe utakuwa mtu niliwafundisha siku nyingine. When ukiwa prison, you are free but not free. You cannot go to that environment. Kwa hivyo anyone who hates his brother and a sister is a murderer. So what does the Bible tell us? Let love one another. Why? God is love. 4:16. God is love. Nasi tumefahamu pendo alilo nalo Mungu kwetu sisi na kuliamini. Mungu ni upendo, naye akaaye katika pendo hukaa ndani ya Mungu na Mungu hukaa ndani yake. Whoever who lives in love lives in God. Praise the Lord. Amen. Whoever who lives in love lives in God. Love your husband. Love your husband. Love your wife. Kama ajui kupika. Love. Anapendaye. Anaishi kwa Mungu. Na Mungu yuko ndani. Patia Yesu makofi. Whoever lives in love lives in God. 16. As far as that you are in love, the Bible says you are living in God. And if we love one another, God lives in us. 44. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukimpenda Mungu hukaa ndani yetu na pendo limekamilika ndani yetu. Praise the Lord. Simsema amen na au leo Mungu shuka. Acha wingi ya upendo leo. Mkitoka service mnasalimiana. Hata kama corona mnafanya hayo. Wote leo mnasalimiana. Mwambia tangu 2020. Hii miaka yote sijasema. Kuna watu hujasalimiana. Na leo hiyo sheria. Kutoka kwa mesa ya baba. Utasalimiana kabla hujatoka. Na si yule rafiki yako. Leo lazima upende ufanyiwe practice. Hata kama ni corona fanya ile ya zamani. Wakati tuliomoka vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sema upendo. Ndio niko nasema baba. Ninaomba achilia neema. Ya upendo ndani ya maisha. Patia Yesu makofi. Amen. Na upendo mtu ataingia mkono. Aitisha upendo. Ndio huyo ni mchawi. Ino atakasema baba. Ninaomba achilia neema ya upendo ndani ya maisha. Patia Yesu shangwe na mikono. I love it. Perfect love drives out fear. Perfect love chase away fear. If I love you, inatoa hofu. Perfect love drives out fear. Aya 18 tusome.
pendo lililo kamili hutupa nje hofu. Pendo lililo kamili hutupa nje hofu. Kwa maana hofu ina adhabu, na mwenye hofu hakukamilishwa katika upendo. Sema haleluya. Amen. Upendo inasukuma pia. Ingarumo mbangana na ebrezi. Unajua hivi no, unajua nini? Ndio ndio. Ushawahi kwenda kwa mtu? Shamba alana na jogo mani. Ambao unajua network si mzuri. Ndio alana na mambo ile. Unasukuma tu kichapa lakini hakuna. Aibumbele pembe ni yake ndio. Alafu unaletaga ile misimiti. Niambe na ile ile ya kusima. Yano hili kwa anga la uno. Anga la uno. Hata kukaa unakaa sasa hivi. Ama ndio ndio na kaito ni ana kukusa sufuria au vikombe zikugongana. Amale ni kuporo ndio ndio solo. Lakini ukienda kwa Afrika unapata. Kama fulani hata fulani unawacha tena. Hata sana ni Yesu. Unajua hapo unapata na hakuna ile wewe unafanya. Mmejia mmeleta mambo hii. Tulikuwa tunacheza michezo ya kikweli. Kama Mike anataka anasema. Kuna watu hapa. Elimu na You need to love one another. na nishipaka ndio kala. Maana upendo inasukuma hofu. Amore enyorana nyenga de kubelisho. In fact, we don't fear one another if we love one another. Melito ya uliana nige nyora ma. We are free to interact. Nige wa We are free to tell each other what we are going to do. Nige nige manela. Wengi tumebeba vitu. Nina na watu maana tunaogopa kupeana vitu. Juu ya hizo watu vitu. Kwa sababu hakuna upendo. Nataka kinembea. Unayempenda. Wale wale ukamwambia. Allah shana kesho kana shida. They have seen. They cannot love God they have not seen. Mtu akisema nampenda Mungu naye hamchukia ndugu yake ni mwongo. Kwa maana asiyependa ndugu yake ambaye anamuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hamuoni. So the qualification for us to love God, we start from loving one another. Bwana Yesu nampenda, nampenda. Inua mikono. Bwana Yesu nampenda. Inua hiyo mikono. Bwana Yesu nampenda.
Tazama jirani yako. Whether brother or sister next to you. Whether brother or sister. Nakupenda kweli. Tazama Yesu. Smile mwambie in the name of Jesus. I just love you. I just love you. No matter what. I love you. Somebody shout hallelujah. Hata kama ni chocolate. Hata kama ni mweupe. Hata kama ni yellow. Hata kama ni albino. Mwambie brother, I love you. No matter what. Somebody shout hallelujah. Umwambie tena. Kama si corona. Nitakupatia hai. Lakini pokea haifai. Kwa jina la Yesu. Sema hallelujah. Upendo. Upendo Bwana. Hata tunapendana mpaka ukiona mshirika huko. Unamuita hata katikati ya sokoni. She is your sister. She is your brother. Wow. Has no boundaries. Somebody shout hallelujah. Tupendane Bwana. Ukisikia niko kwa unaomba. Njoo. Nitembelee. Niombee. Upendo. Maana Mungu tunayemwamini ni upendo. That is the way of righteousness. Ile upendo ya zamani tulipendana kama ndugu na dada. Ukimwona Mkristo ni kana kwamba mmetoka